Tokea tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 mpaka hii leo tupo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2025, tumebakiza siku kadhaa tu tuweze kukata kabisa mwezi wa 3. Lakini katika ardhi yetu ya Tanzania, katika sekta ya michezo, jambo kubwa ambalo limekuwa likizungumzwa sana ni jambo la dabi ya Kariakoo. Licha ya jambo hili kuweza kutokea siku nyingi sana ambazo zimetoka kumalizika, na hii inaendelea kutupa picha rasmi ya kuwa ukubwa wa tukio ambalo uliweza kutokea ni jambo ambalo lina uzito mkubwa sana, ndio maana mpaka hii leo tunaendelea kulizungumza. Mimi ni Florence Renatus. Nipo na mwanachama pamoja na shabiki wa kikosi cha Young Africans, mwanadada Elizabeth. Watu wameshamuuliza mambo mengi sana kuhusiana na Young Africans na mengine umeyasikia kutoka hapa Data Sports. Ambacho mimi nitaenda kuzungumza na dada Elizabeth ni kuhusiana na ushabiki wake katika kikosi cha Young Africans kuanzia alipokuwa mdogo mpaka hii leo, lakini pia tutagusa maisha binafsi ya dada Elizabeth. Karibu tena ndani ya Data Sports. Asante sana. Na natumaini umefurahi kuwa hapa. Sana, nimefurahi sana. Toka jana katika mitandao, waandishi wengi wa habari walikuwa wakikuposti kutokana na yale ambayo ulikuwa unayazungumza kuhusiana na Young Africans. Na kidogo kama unaweza kanielezea ni mambo ambayo yanaonekana yalikuwa yanatoka ndani ya moyo, yamebeba hisia nyingi sana kama shabiki wa kikosi cha Young Africans. Yeah, of course. Sababu ni kitu ambacho unakuwa unaona vitu vinaendelea ambavyo sio sahihi, lakini unakuwa hujapata nafasi ya kuviongelea au huna pa kuvisemea. Utamwambia nani akusikilize? Zaidi sana mtabaki mnapiga story mtaani, utabaki unaumia pengine, au utawaelezea uhalisia unaojua wewe au jinsi unavyoona ligi inayoenda. Wanaokukubali watakukubali, wanaokukataa watakukataa, kutokana na kwamba nchi yetu imebebwa sana na Simba na Yanga, na ndio vitu vikubwa ambavyo watu wengi ukimuelezea uhalisia jinsi ilivyo, yeye anataka upindishe kwa sababu tu ya mapenzi yake. So mimi wanapenda kwenda straight, wasipendi kwenda kona. Pengine kama Young Africans wangekuwa wamekosea, ungeenda straight. Yes. Kwa sababu pia Young Africans wana makosa yao na wana madudu yao ambayo wao wanayafanya. So kwamba wao wako straight. Lazima kitu chochote kilichokamilika lazima kina mapungufu. Pengine nikuulize, ulikuwa umeyapanga yale ambayo uliweza kuyazungumza au yalikuwa yanatoka tu kipindi umewekewa mic pale na waandishi? Ni vitu ambavyo tayari niliisha viandaa tangu kitambo, ila nilikuwa nakosa pa kuvisemea. Yes. Ya, kwa sababu tangu 2021 hasa kuahirishwa kwa mechi ya 2021 ni kitu ambacho kiliniumiza sana. Kwa hiyo nikasema kwa nini vitu kama hivi vinatokea, alafu unasikia kuna wachambuzi wa mpira wanasema ni sahihi. Mbona unasikia kabisa huyu fulani, mbona mimi nikikaa kwenye media au akinipa siku moja ya kuongea basi yeye anaweza akafukuzwa kwenye kazi aliyopo au kwenye kiti alichopo. Unaendelea kutulia kwa sababu unaambiwa wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa sababu huwezi kwenda tu. Huwezi kwenda tu. Ilikuwa ni jana, mimi ni mtu tu kanipigia simu. Of course mimi sio kiongozi, ila ni mwanachama wa tawi la Furaha Yanga Mkwajuni. Alinipigia simu kiongozi akaniambia kuna mkutano wa viongozi wa matawi pale Jangwani, twende kama una nafasi. Nikamwambia of course mimi niko nyumbani, sina ninapokwenda sasa hivi, niko free. Mwingine pia akanipigia simu ni kiongozi wa mkoa. Sawa. Sababu kuna situation ile iliyotokea kwamba kuna mwewe kaondoka na bipsi ya mchezaji ya Yanga Princess. Ilikuwa ni Yanga Princess. Ilikuwa ni Yanga Princess. Ilikuwa watu na dabi kumbe. Watu wengi wakajua kwamba ni Yanga Africans wana kwa upande wa wanaume. Yanga Princess ilikuwa Arusha kwa ajili ya michuano ya Samia Cup. Yanga alikuwa ana train kwa ajili ya mazoezi ya dabi, mechi ya dabi. Kwa hiyo ilivyo train ni wachache sana ambao walijua kwamba ni Yanga Princess, ambao waliweza kuposti kuwa ni kwa wanawake, kwamba mwewe kakosea, yani mganga kakosea kaenda kwa wanawake. Unaona? Sasa mimi yule mtu yule baba alionipigia simu mimi twende naye makao makuu kwa ajili ya mkutano, akawa amenipatia, nikamrushia, nikamwambia umeziona hizi habari, kwa sababu yeye ndo aliniandikisha kwenye ile tawi. Naenda kujisajili, kuchukua kadi. Nikamuone, akaniambia nirushie, nikamrushia. Akaniambia mrushie na huyu mtu, akanirushia namba ya huyu mtu ambaye mtu yeye anahusika na mkoa mzima. Nikamrushia. So jana akawa tangu juzi ile iftari akawa amenitumia kwenye WhatsApp, akanitumia message kwamba kuna iftari Jangwani, ila yeye yuko Bagamoyo, mimi niko site, sitoweza kufika. Basi mimi sikuweza kuiona ile message, sikufungua kwa wakati. Kwa hiyo jana yule akawa ameniambia kwenye mkutano uhudhurie, uwepo, sababu pia
nilivyomtumia ile swala la Bipsi afu mechi kaja ikaahirishwa, tukawa tunazungumza vitu vingi, tunaulizana, nyie mnaona ni sahihi mechi kuahirishwa? Nyie mnachukuliaje swala la mechi kuahirishwa? Hii kitu mbona inakuwa kama ni mazoea fulani hivi? Yani ni kama wanawamudu Yanga. Kwa hiyo ndio tukaanzia pale. Pengine Elizabeth, tuzungumze kiufupi kabla tujaenda mbele zaidi. Paka kufikia sasa, ndio mashabiki wa Young Africans, viongozi na wanachama, ndio yani kiuhalisia nyie ndio ambayo umeumizwa zaidi na kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Yes, of course. Unajua siku zote anayeumia ni yule mtu anayekusupport wewe. Kwamba wewe alitamani ya kuone stageini, alafu ghafla tu, yani bila sababu yoyote. Yani zaidi sana ni ile kuahirisha kitu pasipo na sababu. Kwa sababu kila ukichungulia, kila ukiangalia sababu ni nini, hauipati, hauioni. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kumbe hii kitu ni ya mazoea, kwa sababu yani ilishazoea hawa watu tunawamudu. Mimi nikiwa na kumudu wewe, basi naweza nikampa yule taarifa, wewe nisikupe taarifa chochote kile ninachojisikia. Unaona? Pasipo kujua kwamba iko siku itatuaffect wote, upande wangu mimi na upande wako wewe, kwa sababu tunafanya vitu kwa mazoea. Unaona? Kwa hiyo ilivyofikia ile situation, kiukweli ni mtu ambaye nilikuwa nasema kwamba nilikuwa natumia nguvu kubwa sana kuwaelekeza watu mtaani kwamba nyie mnaanza kuwasema Young Africans. Of course. Sababu mashabiki wa Yanga nao pia walikuwa wanafurahia kwa hiyo kadada. Kuna mashabiki, baadhi ya mashabiki wa Simba ambao hawajapendezwa na kile kitendo kabisa. Wapo na wapo ambao wamependezwa nacho. Wao wapo wanaokuambia kwamba sisi tuko bega kwa bega na uongozi wetu. Hamna mechi. Wapo wanaokuambia kiukweli Simba wamezingua. Unaona? Kwa hiyo kile kitu ukao unamuelewesha mtu mpaka akuelewe wakati yeye ana mapenzi yake, inakuchukua muda sana. Niliwahi kukuta vijana wanapiga story kuhusiana na dabi hiyo, wanasema kwamba kanuni inasema Simba akafanye mazoezi kwenye uwanja wa mechi kabla ya siku ya mechi na muda ule wa mechi. Kwa nini Yanga waliwazuia? Nikasikiliza nikasema, mbona huyu haendi straight kama kanuni inavyosema? Ndiyo, kanuni inasema Simba afanye mazoezi siku moja kabla ya mechi, lakini mbona hamalizii? Nikasogea pale nikamwambia, nikawasikiliza, wakasema Yanga wametukimbia. Nikamwambia hamna. Nikuulize swali, wewe unaweza ukatoka hapo nyumbani kwako ukaenda nyumbani kwa mtu, ukaenda ukafika ukaanza kujifanyia vitu yani bila kumpa taarifa? Akasema siwezi. Nikampa mfano kwamba ikitokea, yani kwa mfano kama Simba alivyokuwa anacheza kombe la AFL dhidi ya Al Ahly, aliweza kutoka hapa anaenda kucheza na Al Ahly pale Misri, akaenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika bila kutoa taarifa? Haiwezekani. Je, akizuiliwa kufanya mazoezi hatopeleka timu itakuwa ni sahihi? Akasema sio sahihi. Na sasa mnachobishana ni nini? Vitu viko wazi. Kanuni iko wazi. Yani tusingeanza kufuata mlolongo sijui kanuni sijui 2021 sijui vikenda vikarudi. Haya yote yasingefikia. Vitu viko wazi kwamba Simba tukubali kwamba amezuiliwa na Young Africans kufanya mazoezi, si ndio? Je, kuna kanuni inayomwambia asipeleke timu? Hamna kanuni inayomruhusu yeye asipeleke timu, si ndio? Wewe nenda cheza, then Young Africans ataadhibiwa. Ndivyo ilivyofanyika kwa Pamba, ilifanyika kwa Kagera baada ya meneja wa uwanja kuzima taa kumzimia Azam, si ndio? Ilifanyika baadhi ya vilabu kibao. Na tatizo la kikanuni linamalizwa kikanuni. Hakuna mamlaka yanayokuruhusu wewe kutopeleka timu uwanjani kisa umezuiliwa kufanya mazoezi. Kabla tujaendelea zaidi mbele, maswali yasije ya nikaanza kuulizwa na mimi tena. Sasa twende kwenye maisha halisi. Pengine labda watu wanatamani kujua maisha yako halisi, jina lako kamili, unapoishi, lakini pia ushabiki wako kwa Young Africans ulianzaje na mambo mengine ya kifamilia kama ambavyo itakupendeza wewe kuweza kushare na sisi. Jina lako halisi, wapi unatoka, lakini pia ni nini ambacho unajishughulisha nacho kwa sasa? Mimi kwa jina naitwa Elizabeth Erasto. Mzaliwa wa mkoa wa Mara. Nimeishi sana Mwanza takriban ya miaka 4 baada ya kuhitimu shule nyumbani kwetu kijijini. Mimi shabiki wa Young Africans. Of course mimi nilikuwa napenda mpira tangu nikiwa mtoto, tangu nikiwa shule. So unapokuwa kijijini mtoto wa kike kwenye mipira inakuwa ngumu sana, lakini ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Alafu mimi nimekuwa katikati ya watoto wa kiume.
Kwa hiyo mimi peke yangu ndio nilikuwa mtoto wa kike, afu nimekulia kwa mamangu mdogo. Unaona? Mamangu mdogo, mamangu mdogo alikuwa na watoto wengi wa kiume. Watoto wa kike walikuwa ni wawili afu wadogo sana. Kwa hiyo sisi wakubwa, mimi ndio nilikuwa wa kike afu wengine wote wa kiume. Kwa hiyo vile vyote wanavyofanya watu wa kiume tuko pamoja. Tuenda kucheza pamoja mpira, tukija tunaadhibiwa pamoja kwa nini hamjafanya hiki, tulikuwa tumeenda kwenye mpira. Hivyo. Kwa hiyo ikawa nikatokea kupenda sana masuala ya mpira. Shuleni nilikuwa napenda sana masuala ya mpira pamoja na kukimbia. Mpira nilikuwa napenda pande zote mbili. Kuna mpira wa miguu na mpira wa kurusha ule wa netball na kukimbia. Kwa hiyo ile situation wazazi wengine wanakuwa hawakubali, mimi mpaka natoka najitegemea. Mimi nimemaliza form 4, naenda nakaa Mwanza miaka 4, natoka Mwanza nakuja hapa Dar nakaa. Mimi nimekuja Dar, nilikuwa nafanya kazi za ndani Tabata Segerea. Nimetoka Tabata mwaka 2018. Nimetoka Tabata nikaenda kufanya kazi Masaki Oysterbay. Nimetoka hapo nikaja Kinondoni, nikarudi Kinondoni nikawa nafanya kazi kwa mama ntilie. Kwa nimefanya kazi kwa mama ntilie, baadaye ndio nikawa najishughulisha na hizo kazi za mama ntilie. Nimemaliza nikaweza kupanga chumba mimi peke yangu. Kwa hiyo nao naishi peke yangu. Niko tu na mtoto wa kike ambaye naye anatafuta maisha. Ni mtu wa Bukoba ndio ninaishi naye. Okay, umenielezea kwamba umekulia katikati ya watoto wa kiume. Lakini hujaniambia familia yenu ina takriban watoto wangapi? Kwenye familia yetu tuko 4. 4. Wa kike 2, wa kiume 2. Sawa. Na katika familia yenu wewe peke yako ndio shabiki wa Young Africans au kuna wengine pia ni mashabiki wa Young Africans? Tuko 3 ambao ni shabiki wa Young Africans. Wa kiume 2 na mimi wa kike. Wa kike 1 ni shabiki wa Simba. Akachagua kwa mnyama. Mlikuwa ni kama mnaathiriana tuseme. Kwamba wewe mkubwa kidogo uko kishabikia Young Africans au ulikuwa unawachukua wadogo zako na wapeleka hivyo ukajikuta na wenyewe wameanza kuipenda Yanga? No, kwa sababu mimi ni wa pili. Wa pili. Yupo kakaangu mkubwa, afu mimi alafu anayenifuata wa kiume, anayefuata wa kike. Kwa hiyo yani kila mtu pengine naweza nikasema kwamba kila mtu amekuja kujua timu yake anayoshabikia pengine walivyotoka majumbani. Kila mtu yuko huku. Lakini mimi peke yangu ndo nilikuwa najua naipenda timu gani kuanzia utotoni. Lakini kwa hao wengine siwezi kujua walikuwa wanapenda timu gani kuanzia utotoni. Let's say ni kutokana labda na ule ubize wa vijijini, mara umeenda kuchunga ng'ombe, mara umeenda wapi. Kwa hiyo unakuwa huwezi kujua. Kwa hiyo mimi nadhani kwa upande wangu mimi naweza nikajielezea mimi kama mimi ni shabiki wa Young Africans kutoka niko utotoni. Toka ulipokuwa shabiki wa Young Africans, unajua kuna yule ni shabiki wa Yanga afu kuna yule ambaye yuko karibu sana na timu ya Young Africans. Nataka kujua ukaribu wako kwa Young Africans mpaka kwenda kuwa mwanachama rasmi na kujumuika na mashabiki wengine wa Young Africans. Huo ukaribu ulianza lini? Ukaribu wa kuwa hivi naweza nikasema ni baada ya mimi kufika hapa Dar. Nilivyomaliza mwaka mmoja. Na hasa ni pale nilipoweza kujiandikisha kupata ile kadi ya wanachama. Kwa sababu ukiwa mdogo unajua kila kitu unamtegemea mzazi wako. Kwa hiyo hawezi kukukatia kadi. Kwa hiyo pale nilipojitambua mwenyewe kwamba najitegemea mwenyewe, kila kitu najilipia mwenyewe, ndio nikaweza kukata kadi yangu mwenyewe. Kwa hiyo ni wale viongozi ambao nakuwa nao karibu kwamba likitokea hili nikiliona hili linahusiana na klabu lazima niwaulize na watafuta kwenye simu. Kwamba hii nimesikia hivi na hivi na hivi, wewe umeisikia? Anakuambia hapana, mimi sijaisikia. Hebu naomba nirushie nione. Hivyo yani yeye ninayeongea naye kumbe na yeye kuna watu anaongea nao kwamba kuna mtu yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ikafikia hiyo hatua mimi kuwepo pale ukaribu wa kiasi hicho. Ni tulivyoenda kwenye mkutano jana tulikuwa tunazungumza mle ndani. Baada ya kuzungumza mle ndani wakasema dada ataongea kwenye media baada ya mkutano kuisha. Walikuchagua kwa? Kwa sababu sio kwamba walinichagua. Au walipendekeza. Mimi sikwenda mimi peke yangu. Pia sio kwamba ni waandishi wa habari walikuja peke yao kwangu. Baada pale kwenye mkutano waliokuwa wanaongea na vyombo vya habari ni wale viongozi ndio waliokuwepo pale. Si wao wanauliza jamani tuko pamoja, je tuko sawa, tutaenda sawa, tutapita hivi. Watu wanapitisha kwamba nyie viongozi mtakachokiongea sisi tuko na nyie. Kwa hiyo baada ya hapo
walivyotoka kwenye mkutano umekwisha, wakaniita. Kwa sababu kabla ya media kuingia kulikuwa na mazungumzo ambayo tuliyafanya. Yes. Kabla ya kuingia kwa media na waandishi wa habari. So yale mazungumzo pengine naweza nikasema wao ndio yaliyowavutia, wakaweza kuzungumza mule ndani. Wakaweza kunitem niende kuongea kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo baada ya hapo tumemaliza kuongea kwenye vyombo vya habari, wakaitwa baadhi ya viongozi. Kuna viongozi pale wanaohusika labda na mkoa wa Dar es Salaam, akina Godi Yanga, wakaitwa watu mbalimbali pale. Kwa sababu viongozi wa klabu hawakuwepo. Wakaja tukazungumza nao, wakaniita, wakaniuliza, nikaambia mimi naishi sehemu fulani, nafanya kitu fulani, unakuwa na muda? Nikamwambia of course mimi muda ninao, muda wote. Mimi sio kwamba nimeolewa, sijaolewa, naishi peke yangu na mdogo wangu. Kwa hiyo muda wote niko active. Wakaniambia sawa, tutawasiliana. Tunashukuru sana kwa kile ambacho umekifanya kwenye media, kwa sababu ni watu wachache sana ambao wanaweza kufanya hivyo. Na kwa data ambazo umezitoa, na ukiangalia ni kweli kwa data ambazo nimezitoa kwamba ilikuwa hivi na hivi, wengine hawakumbuki. Unaona? Kwa hiyo wasema si tuko bega kwa bega na wewe. Wengine baadhi yao wakachukua namba zangu, wengine wakanipatia namba zao, wakasema tutakuwa tunawasiliana. Lakini Elizabeth, unaweza kuwa ni moja ya mwanzo mzuri sana kwako kutoka wewe shabiki wa Coast Young Africans siku ya jana. Yeah, of course. Okay. Nataka kujua nje ya maisha ya mpira wa miguu, nje ya maisha ya Yanga, unapenda nini kingine ambacho unapenda kukifanya kwa siku huwezi kumaliza hujafanya? Mimi napenda sana kuangalia mpira, na pia mimi huwa ni mchambuzi wa mpira. Wow. Yeah, mimi huwa nafanya kazi ya uchambuzi. Kuna kituo kinaitwa Boresha Radio Mbezi. Na kama sio Mbezi niko pale Kinondoni, kuna Dafla Online TV. Nakuwa pale. Sio kwamba ni mwajiriwa, sijaajiriwa. Ni mtu tunajitolea na kitu ambacho nakipenda. Unajua unaambiwa fanya kitu ambacho unahisi kinakupa furaha, na usifanye vitu ambavyo baadaye vinakuumiza. Kwa hiyo mimi nishachagua maisha ya mpira, naona kama ndio kitu ambacho kinanipa furaha. Yaani kutwa siwezi kukaa bila kuzungumzia mpira. Sina story tu Yanga. No. Unaweza ukakuta siku hiyo Yanga haijacheza. Na mimi nafuatilia mpira duniani kote. Huwezi amini mimi nafuatilia mpira hadi ya saa 8 usiku. Unaona? Kwa hiyo yani ndio kitu ambacho na feel na enjoy sana kukifanya. Mipira ya Madrid, mipira ya UEFA zote mimi nafuatilia. Pengine naweza ngasema jana Euro ndo sijaifuatilia kwa sababu nilikuwa nimechoka. Baada ya kuwa nimetoka huko, nilienda kwenye media jana. Nilienda kwenye vituo viwili, nilienda Dafra, nikaenda pia kuna kaka mmoja pia anaitwa Rugano. Nilikuwa naye. Kwa hiyo nilibahatika kuangalia mechi moja ya Uganda peke yake, ile aliyofungwa goli 3. Kwa hiyo tofauti na hapo sijaangalia, lakini mara nyingi mimi napenda kufuatilia mpira kwa sababu ndio kitu ambacho kinanipa furaha. Ulishawahi kulia kwa sababu ya Yanga? Kulia? No. Sijawahi. Toka ukiwa mdogo? Sijawahi. Yaani ni kitu ambacho tayari nimeshajitengenezea attention kwamba najua matokeo yanatokea yoyote yale. Yaani tayari nishajua kwamba iko siku Yanga atafungwa, iko siku atashinda. Kwa hiyo ukitengeneza mazingira kama hayo, hayawezi kukuumiza hata kama ukifungwa. Lakini ukitengeneza mazingira ya kushinda siku zote, ndio matokeo yatakayokuja kukuumiza. Ndio unakuta mwisho wa siku watu wanachukua hatua ngumu, unakuta wengine wanapoteza maisha, wengine wanazimia. Lakini kwangu mimi hapana. Na ili huwa mnaambiana hasa kuelekea kwenye mchezo mkubwa kama Simba pamoja na Young Africans. Ni michezo ambayo mara nyingi huwa inaondoka sana na roho za watu. Yaani goli likifungwa unasikia shabiki wa Simba alifariki hivi. Ni matukio ambayo yamekuwa kitokea sana kwenye hizo dabi za Kariakoo. Mkiwa kwenye vikao vyenu kama wanachama, huwa mnaambiana haya kwamba jamani, tunaenda uwanjani, tunaenda kuiangalia timu yetu. Yes, ni timu bora, lakini tunaweza tukafungwa pia. Mwenye kuelewa anaelewa. Na mtu anayejua mpira hawezi kwenda uwanjani na matokeo ya kushinda tu. Mpira kwangu mimi huwa na matokeo mawili, kupoteza na kupata matokeo. Yaani kusale huwa ni kulazimishwa. Unaona? Kwa hiyo kuna kupoteza, yani matokeo hasi, matokeo chanya ni yale umepata matokeo sahihi. Matokeo hasi ni yale kwamba umepoteza. Kwa hiyo unapopoteza sio kwamba wewe haukuwa bora. Na unapopata matokeo sio kwamba wewe ulikuwa bora, ila unakuwa umeweza
kutumia makosa na mapungufu ya mpinzani wako. Ndio maana unaweza kuona kwenye mechi za UEFA lile alimfunga Madrid, na wakati watu wengi waliondoka na Madrid kwamba anaenda kushinda kwenye msimamo. Liverpool waliongoza kwenye msimamo, sasa hivi hatunaye. Na mimi niliwaambia jana Croatia kamfunga Ufaransa, na ilisha watu kuamini sana Ufaransa. Mimi niliwaambia kwamba mnamuona Liverpool ambaye yuko juu anaenda kucheza 16 bora akiwa top performance, ila nikamwambia Liverpool hatoboi, kwa sababu unajua mechi za knockout zina style yake ya kucheza, ni tofauti na pale unapoenda kucheza mechi hii ukiipoteza unajua unaenda kujiuliza kwa mwingine. Nikamwambia nikawaambia tena, yani Liverpool mnamuona na top performance, ila kuna mataji atayapoteza ambayo mnafikiria labda anaweza kukusanya yote. Watu wengi wanasema Liverpool anaenda kukusanya mataji yote, nikamwambia hapana. Liverpool ameshatengeneza mazingira mazuri kwenye ligi, amewaacha watu takriban point 10 plus na kuendelea. Lakini Liverpool kwenye mechi za knockout anaenda kutolewa. Siku so nyingi ndani nimetoka kuzungumza, anatolewa kombe la FA na timu ya champion. Okay. Anaenda anatolewa Carabao na Newcastle. Kwa hiyo nikamwambiaje, mnaweza mkashangaa watu wengi wanasema kwamba Madrid akishafika kwenye hii hatua ni mbaya sana. Of course ndivyo watu wengi wanavyojua. Lakini mpira ni dakika 90. Mimi jinsi ninavyoamini sasa hivi, labda nikwambie uishike kauli yangu. Arsenal akimtoa Madrid, Arsenal anaenda kuwa bingwa wa UEFA. Mishabigwa sasa. Ndio nakwambia sasa. Umenigusa. Kwa hiyo labda ashindwe kumtoa Madrid, na mimi naamini kabisa Arsenal ana nafasi kubwa ya kumtoa Madrid. Okay. Sasa tusiende mbali sana. Mimi natamani kujua kitu kingine kuhusiana na timu yenu ya Young Africans. Kuna mambo ambayo huwa yanafanyika ndani ya uongozi wa Young Africans na wanachama huwa amyafurahi, lakini huwa wanasema mashabiki wengi wa Yanga huwa wana tabia kufichiana madhaifu. Huwa mnafanya hivi? Ni kweli? Na ni kweli pia kwamba mashabiki wa Young Africans ndio mashabiki ambao wana hisia kali sana na timu yao. Ndio maana ukigusa timu yao reaction zao zinakuwa kubwa sana. Yaani ongezea neno ni wakorofi. Hiyo ni neno. Yaani hamna timu Tanzania hii korofi kama Young Africans, hasa wakiamua kwenye jambo lao hawashindwi. Kwa nini mnakuwa hivyo? Yaani hawataki ile mazoea, yaani kwamba wewe tunajua ni mchezaji unatakiwa play part yako utashangiliwa. Ukiboronga tu umeenda na maji. Hawajuagi kubembeleza. Mara wewe ni kiongozi, sijui ni rais wa timu, afu ufanye ujinga. Hawajuagi kubembeleza wale. Kwa hiyo sema tu pia Young Africans hawana desturi ya kwenda uwanjani. Wao wana desturi ya kujaza vibanda umiza. Mashabiki wa Young Africans. Na hili aliwahi kulisema pia Jistande Manara kipindi bado hajahamia kwenye klabu yenu. Aliwahi kusema mashabiki wa Yanga wanaga desturi ya kwenda uwanjani. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwani mkiwa kwenye matawi yenu tofauti na kwamba nyinyi wanachama huwa mpataki muda wa kwenda kuhamasisha mashabiki wengine wa Yanga ambao wako nje ya wanachama? Muda unapatikana, pengine naweza nikasema kutokana na kila mtu jinsi alivyojitreat au alivyojizoelea yeye mwenyewe. Lakini pia mashabiki wa Young Africans ndio mashabiki ambao wananunua jezi nyingi za timu yao kuliko klabu yoyote Tanzania. Ndio nakueleza, fanya research. Na wananunua jezi zile original ambazo zinauzwa klabuni. Fanya research. Kwa hiyo ndio maana nakwambia hivi, yani ni vile ambavyo unakuta mtu umejitreat mwenyewe kwamba mimi natakiwa niwe hivi na ndivyo nitakavyosimama. Haijalishi watanizungumza vipi, watanichukuliaje. Mimi nimeamua kusimama hivi, nitasimama hivi. Okay, Elizabeth, nafikiri tukisema tuzungumze hapa tutayamaliza. Swali langu la mwisho utalijibu kama mwanachama. Ni swali la kiuchokozi kidogo. Ndio. Hivi juzi kati rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania alichaguliwa kuwa mmoja wa watendaji tuseme kwenye ni mmoja wa wajumbe kwenye kamati ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika. Vilabu baadhi vikawa vimempost mitandaoni kumpongeza hivyo. Young Africans nakumbuka hiyo game, mlikuwa na game na nakumbuka siku mlikuwa na game na Coastal Union nafikiri. Kesho yake usiku mkaposti kumpongeza rais. Baadaye ile posti asubuhi ikawa imefutwa. Sasa nikaichukulia scenario na kile ambacho rais alikuja kukizungumza huko mbele. Sijui waende wakacheze sinema zao na vitu kama hivyo, kauli ambayo kiuhalisia mashabiki wa Yanga hamna ambaye alifurahishwa.
ni kielelezo kwamba kumekuwa na mgogoro binafsi kati ya Yanga pamoja na rais wa mpira. Ni kama hakuna maelewano mazuri. Ndio maana rais anaonekana kama vile anakuwa upande wa Simba. Na nyie kwa sasa hivi inaelezwa, lakini hichi mnachokifanya cha kuitisha mikutano nilisikia Morogoro, sijui Dodoma, Zanzibar. Yes, na Zanzibar ni miji mikubwa. Inaelezwa kama kampeni ya kuhakikisha mnamteteresha rais au kumuondoa kabisa kutokana na namna gani ambavyo amekuwa akiwatreat niye kama Yanga. Mimi naweza nikasema kwamba sidhani kama ni bifu basi yeye ndo anakuwa anaitafuta. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa kiongozi, at least wewe ndo unatakiwa kwanza ufiche madhaifu ya watoto wako au ya wale unaowaongoza. Sawa. Hasa unapotoka nje. Sawa. Kuna kauli aliwahi kusema kwamba akicheza Simba tutavaa jezi za Simba na akicheza Yanga tutavaa jezi za Simba. Si ndio? Sio kwamba aliteleza. Sio kwamba aliteleza. Ukija kukompea na maneno ya sasa hivi, unagundua hiki ni kitu ambacho alikitoa kwa kudhamiria. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vinaendelea na vinakuwa havileti picha nzuri. Ukimuuliza let's say labda kiongozi wa Young Africans atakwambia kwamba sisi hatuna shida yoyote ile na kiongozi Karia. Lakini yeye mwenyewe pia atakujibu hivyo. Kwa macho ya nyama sisi tunaona kawaida huku nje. Lazima tuwesi wao ndio wametuambia. Wao si ndio wahusika. Lakini mimi kama mimi sitaki kuprove, lakini mimi naamini kuna shida baina ya uongozi wa Young Africans pamoja na Karia. Kwa hiyo sijui hizi sintofahamu zitakwisha lini. Binafsi wewe kama Elizabeth, ndio jibu ndio au hapana? Unampenda Rais Karia na uongozi wake? Na mimi Karia? Yaani kivipi, yani sijaelewa. Unampenda uongozi wa Rais Karia wewe kama mwanachama wa Young Africans? Uongozi wa Karia mimi kama mimi siupendi uongozi wa Karia. Na uongozi wa bodi ya ligi chini ya Steven Mguto? Uongozi wa bodi ya ligi pia hauna imani nao? Yeah. Bwana, mimi nafikiri tumemaliza. Ya kuzungumza ni mengi sana. Tuwezi kumaliza leo. Tukipata nafasi tena Mwenyezi Mungu akitujalia, nafikiri tutakuita tuzungumze zaidi. Shukrani sana. Mimi ni Florence Renatus na hii ni Data Sports. Umesikia mengi kutoka kwa dada yetu Elizabeth. Amekuwa ni mmoja wa wanawake ambaye hoja zake zimeweza kuwagusa watu wengi sana na wapenzi wa soka wengi sana. Inatosha kwa sasa hivi, naomba niseme hivyo. Kwa wakati mwingine tena tukijaliwa, basi tutakuja tuzungumzie naye, lakini haimaanishi ya kwamba tumeishia hapa kwa leo. Hapana, Data Sports uchambuzi yakinifu mwingine utaendelea kuja kupitia hapa. Kwa hiyo cha msingi mshirikishe na mwenzako anayependa majadiliano ya kimichezo, basi hakikishe anakuwa mwanafamilia wa Data Sports. Nimemaliza hivyo. Nyuma ya kamera alikuwa Pakuu na ndiye ambaye ametufanya sisi kung'ara hivi kama ambavyo unatuona. Nikutakia wakati mwema na majukumu mema.